Tofauti kati ya sentimita na inchi katika ujenzi. Sentimita na inchi na maanisha vipimo. Kipimo cha sentimita kama hapo hiyo video inavyokuonyesha, na kipimo cha inchi. Sasa ninaposema inchi simaanishi kwamba taifa fulani kama ilivyo Tanzania, Kenya, Marekani, China. Na maanisha vipimo vilivyopo kwenye tepu, iwe tepu kamba, tepu measure na tepu yoyote ile mkubwa, iwe tepu yenye vipimo hivi. Tofauti kati ya sentimita na inchi katika ujenzi. Katika kazi za ujenzi na uhandisi, kipimo sahihi ni msingi wa mafanikio ya mradi wowote. Picha hii unayoiona hapo inaonyesha tofauti kati ya mfumo wa vipimo vya metriki, nikimaanisha sentimita na milimita, mfumo wa vipimo vya imperial ambao ni inchi na sehemu zake. Mifumo hii hutumika sehemu mbalimbali duniani, hivyo ni muhimu kuvielewa vizuri. Mfumo wa metric ambao hii ndio ni sentimita au milimita, hivi vinaenda sana sambamba, hutegemeana mgawanyo wa 10 rahisi kubadilisha vipimo. Yaani sentimita moja ni sawasawa na milimita 10. Hii ni rahisi sana kubadilisha vipimo. Hutumika katika nchi nyingi duniani ikiwemo Tanzania. Unarahisisha mahesabu na hupunguza makosa. Jambo jingine, mfumo wa imperial. Hii ndio tunaita inchi. Hugawanywa kwa sehemu kama nusu inchi, robo tatu inchi, theluthi inchi, sudusi inchi na kadhalika. Hutumika zaidi Marekani na kwenye baadhi ya vifaa vya ujenzi vinavyoagizwa nje. Unahitaji umakini mkubwa kusoma alama za vipimo kwa usahihi. Yaani usifanye makosa kabisa, soma alama za vipimo kwa usahihi. Kwa nini hili ni muhimu? Makosa ya kusoma vipimo yanaweza kusababisha hitilafu ya kimuundo, upotevu wa vifaa, kuongezeka kwa gharama, kuchelewa kukamilisha kwa mradi. Kama mhandisi na mafundi ni muhimu kufahamu mifumo yote miwili ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi na ubora wa hali ya juu, hasa unapofanya kazi na ramani za kimataifa au vifaa vya kuagiza kutoka nje. Swali kwa wataalamu wa ujenzi: wewe unapendelea kutumia mfumo gani zaidi kwenye saiti, metriki au imperial, na ni kwa nini? Huduma zetu tunazotoa ni ujenzi bora, vipimo sahihi, engineering Tanzania, nyumba bora. Ujenzi wa nyumba TZ. Tunatoa huduma za kitaalamu za ujenzi wa nyumba za aina zote kama vile mabungalow, magorofa na nyumba nyingine za kawaida. Upauaji wa kisasa na imara. Kupiga plaster, kufunga gypsum board, kazi za rangi, ukarabati wa marumaru. Wasiliana na sisi kwa simu namba 07 12 93 70 90. Hii ni namba ya simu ya kawaida au unaweza kutuma message ya kawaida. Pia unaweza kuwasiliana na sisi kwa njia ya WhatsApp. Namba 07 65 93 70 90. Pia tuna email ambayo ni info@mjenziwanyumbatz.com. Na mtu utakayewasiliana naye ni mimi mwenyewe mwenye sauti hii na sio mtu mwingine. Tafadhali naomba uweze kusubscribe, kulike, kucomment na kushare account hii Mjenzi wa Nyumba ili watu wengi zaidi waweze kuzipata hizi elimu na waweze kuelimika vilivyo. Tunapatikana Tanzania nzima. Ofisi zetu zipo Mbezi Luis, Dar es Salaam, karibu na stendi ya Magufuli. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani na nikutakia majukumu mema. Kazi njema.